Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa yanfa'una bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Amin ya Rabbi. Ndugu zangu katika iman, wanafunzi katika klasi ya Arabic Service najifunza ndani yake tajwid. Jambo la kwanza napenda kuwahusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu juu ya swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Mcha Mungu, takwa. Sababu mcha Mungu ndo mtu aliyefuzu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. So tunaweza kuanza kozi yetu. Kwa mwenye maradhi Allah amrushie matatizo, mwenye maumivu Allah amlainishie maumivu, na sote kwa pamoja Allah subhanahu wa ta'ala atujalie baraka katika maisha yetu. Leo tunaendelea na somo la madda. Tulikuwa tunaisoma madda actually, bado hatuja promote kozi mpya insha Allah. Hiyo tutaianza kuipromote I think ni tarehe 1. Japo kozi yetu bado inakuwa inaendelea, haijaisha. Lakini hiyo tunaipromote, it means kozi mpya inakuja kuanza tarehe 30 June insha Allah. Tarehe 30 June ambapo sema itakuwa ni mwanzo pia wa mwezi wa 7. Ndio kozi mpya itaanza kule. Na sio kozi mpya kwamba tunaanza mwanzo wa kitabu, hapana. Tunaingia kozi mpya, kipengele kingine kinaitwa makharij. Alhamdulillah, Allah amebariki kwa wote ambao wamefanikiwa kuanza kozi hii ya tajwid, kitabu hichi mwanzo, ndiye atakayepata cheti. Lakini yule ambaye ana join kwenye makharij, yeye bado hajabahatika kuanza mwanzo wa tajwid. Kwa yeye pia atasubiria mpaka aje akisome na hichi kitabu. Alafu inshallah ndo atapata cheti chake kutokana na marks atakazozipata. Okay. So hichi kitabu kina umuhimu sana. Wengi wanasema turudie madda. Haya. Madda, aina za madda. Bismillah. Hii aina za madda, afwan, kwa yule ambaye atakuwa amejoin katikati ya darasa. Najua sometimes kuna mwingine anasema mwalimu, mimi nataka nianzie tu hapo hapo ambapo wenzangu wameanzia. Alafu hiyo kozi mpya ikianza pia nitakuwepo huko. Hii kipengele kama kitakuwa kinakutatiza basi utanitafuta private na mimi nitakuelekeza tulikuwa tunasoma nini, sababu ili mpaka mtu uelewe lazima huo umeanza mwanzo. Wa alaikum salam. Alhamdulillah. Tumesoma madda kwa ufupi sana, huwa napenda kurudia mwanzo wa darasa tuielewe madda ni nini. Madda ni uvutaji, lakini sisi hatujifunzi kuvuta hapa, hapana. Tunajifunza kitu kinaitwa aina za madda. Aina au majina ya madda. Hii madda umeikuta kwenye Qur'an, jina lake ni nini? Ndio tunachokisoma kwenye tajwid hicho. Au herufi zinazotumika kuvuta. Tumeshazisoma herufi za madda na tukaona kundi la pili linaitwa lean letters, herufi zinazotumika kuvuta. Hizo ndo tunazozisoma huku. So, tumeanza na kundi la kwanza linaitwa maddu tabi'i. Kama hii recording imempita mtu itampasa aipitie. Ikiwa hajaipata basi anifahamishe na mimi nitakupatia. Maddu tabi'i ni maana yake ni maddi ya asili. Tukaelezea pale. Kisha tukaja maddul badal. Maddul badal ikiwa hamza kwenye Qur'an imevuta herufi. Ukikuta hamza inavuta herufi, hiyo inaitwa maddul badal. Mifano ni mingi sana. Ar-ra'ahu, ar-ra'ahu istaghna. Ukisema ar-ra'ahu, hiyo ni madda. Na ni madda gani? Ni maddul badal. Kwa sababu gani? Hamza ikivuta herufi. So sisi tunasoma majina haya. Tukatoka hapo tukaenda maddu iwadh. Maddu iwadh Kiswahili chake ni nini? Ni maddu ya fidia. Hii ni maddu ya fidia ikiwa utakuta tanwin fatha, ukaikuta tanwin fatha inavuta herufi. Ukikuta subhanallah. Ukikuta tanwin fatha mwishoni, sorry, niko nafungua kitabu hapa na nika confuse. Ukikuta tanwin fatha ipo mwishoni, unataka kusimama,
huwa inakuwa na madda yake pale, kimeandikwa alif madda kimesimama hivi. It means usisome tanwin wanaziati gharqan, usisome hivyo, utasema wanaziati gharqa. You see? Qa. Alhamdulillah. So it means hiyo madda inaitwa madda ya fidia, ni fidia tanwin. Lakini swali la wengi sana limekuja katika, nimetumiwa sana screenshot na sio mmoja tu. Hii ni aina ya gani ya madda? Hii ni aina gani ya madda? Na share mushaf hapa katika screen. Nataka utizame haya ambayo nimeshare hapa. Allah anasema katika aya hii, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa nafsa 'anil hawa. Look careful hapa, hii sehemu nimeshare mushaf, kama itakuwa imechelewa kutokea itatokea katika screen yako. Tuielezee na hii ni madda gani? Wa nahaa nafsa 'anil hawa. Hapa kwanza kuna wanaha, hii hapa, hii kiumbo cha ya, hii ni madda. Ni nini? Ni alif madda. Haisomwi tu kwa sababu mbele kuna hamzatul wasl, haisomi kwa sababu mbele kuna hamzatul wasl, lakini ni maddu kabisa, maddu tabi'i. Okay, so katika Qur'an utakuta hivi, unaweza kukuta kabisa wanaha. Mbona sasa hili umbo ni la ya, lakini tunasema ha, wala sio wanahai? Wanahai, wanawai wapi? Wala sio wanahai, hii inakuwa ni wanaha. Ukiwa unasimama madda hii alif hii inasomwa. Hii ni namna ya uandishi, wala tusemi ni ya madda. Kanuni ndio itakufanya ujue hii ni nini, hii ni herufi gani. Tumesema fatha inavutwa na nini? Fatha inavutwa na alif. Kwa hiyo hii kivyo vyote, hata kama umbo litakuwa ni ya, wewe kumbuka kanuni, fatha inavuta alif, sio ya. Ingekuwa ya hiyo singeita ya madda, ingekuwa ya hapo, tusingekuwa kunyuma kuna fatha, ingekuwa kuna kasra, ingekuwa na hii hapo, ingekuwa ni ya hiyo. Lakini ukiona kuna fatha tu kwenye herufi kabla ya madda, unatakiwa ujue, ukiona kuna fatha kabla ya madda, ujue tu herufi inayovuta fatha ni alif bas. Wanaha. So hii inabaki kuwa ni maddu tabia, ni uandishi. Na sometimes hii maddi ndio hapa haijaikwa kialif, lakini ndio mwingine utakikuta kabisa juu kwamba kuna kismall alif. So ni ipi tofauti ya hapa na hapa? Ni ipi tofauti yao kusema hapa wanaha na hii anil hawa? Mbona hii hapa haina kialif? Ningekuta na kialif mimi ningejua ndio ni alif madda, lakini sijakuta hata na hicho kialif juu. Okay, hapa haijawekwa kialif madda kwa sababu unaunganisha. Ukiunganisha wewe hauisomi, usema wanahaa nafsa, that's why haijawekwa kialif hapa. It means wewe ukiunganisha hautoisoma hiyo, haijawekwa hapo. Okay, ukisimama utasoma, that's why umbo la ya limekaa kuwakilisha, lakini huku ni mwisho wa aya kabisa, kwamba hapa wewe kisimama utasoma tu, kwa sababu sio aya ambayo inakulazimisha kuendelea. Anil hawa hapa haijawekwa kwa sababu unaunganisha neno, ipo katikati ya maneno, small alif haijawekwa hapo. Wanahaa nafsa. So unachotakiwa kufanya ni nini? Okay, umbo la ya liko hapa sawa, lakini ninachoangalia mimi ni fatha nyuma yake. Ikiwa tu fatha ipo nyuma, basi fatha siku zote haivuti ya, fatha inavuta alif. Alhamdulillah, leo taa yetu kubwa inafanya kazi na imani naonekana vizuri. Allahu akbar. Na kuna moja the best doctor hapa ndani, japo kasema nisimtaje. Allahu akbar, Allah mbarik sana. Akaniambia mwalimu, mimi nataka nikugarantii, niamini, mimi nataka nikugarantii your teeth. Kwa utaona meno yangu sasa hivi hata mwanga unamulika vizuri sana na wala haina rangi yoyote. Allahu. Kwa najiachia
Allah mbarik. So mimi mwanzo nilikuwa nasema siwezi, mimi ni mtu wa Arusha, acha ikae ni ile ni asili, jasiri aache asili. Lakini angalia walimu bwana, wengine wanakaa tu hapo kwenye darasa hawasomi, wanakuangalia meno, that's why hawaelewi lolote. Kwa na kuomba mimi niamini. I say nilikuwa nasema nitayamisi meno yangu, lakini nimeyasahau ghafla. Sawa. Haya. Huyu Dr. Itunu, Allah akubariki Sheikh. Haya, atakaye mtaka basi atanijuza. Mimi nipate tu private. Kwa nini hiyo sio maddu lin? Kwa sababu ya imevutwa na fatha. Subhanallah. Okay. Haya. Ukhti Salma yeye ni wa Arusha, huyu anaonekana. Na tu analalamika hapa na Salama. Salama sidhani kama ni Arusha. Maddu afwan. Haya, ilikuwa ni wazamini kidogo. Kwa nini mwalimu, kwa nini hiyo sio maddu lin? Kwa sababu ya imevutwa na fatha. Haiwi maddu lin mpaka imebakisha herufi moja mbele. Sawa, hiyo kanuni pia. Haiwi maddu lin mpaka imebakisha herufi moja mbele usimame. Okay? Ingekuwa kuna herufi moja mbele huko ndio tungesema hii hapa hakuna budi. Na umbo la ya limekaa hapa, hakuna budi. Tungeita tu nini? Maddu lin. Kuna budi. Lakini hakuna herufi moja mbele. Allahu akbar. Haya. Nanifurahisha sana. Kutoka kufurahishwa na brothers kwenye grupu. Brothers leo wamefanya mazoezi. Lakini haya. Tunajua kufurahi muda mwingine. Haya, msinipambe sana. Muda mwingine unajua toka mpamba mtu akapitiliza kujisifia. Mimi nini na Mhaya hatuna tofauti. Kwa leo nimewagusia, japo jana niliingia darasani nikajichekesha sana ili nyie mniambie, hamkuniambia. That leo nimeona nimeona nijieleze mwenyewe. Watu wanaonaga nguo yangu tu, mwalimu umependeza na nguo. Jana nimejichekesha hapa. Allah. Wanaha nafsa anil hawa. Hapa hii tumesema tu haijaikwa tu kismall alif juu. Kwa sababu gani? Tukasema kwa sababu unaunganisha, ila muda mwingine unawekewa kabisa hicho kismall alif juu. Wow. Haya, tuangalie sura nzima vizuri. Fa idha jaati tammatul kubra, iko mwisho, that way imewekwa small alif. Saa liman yara. Actually sioni ambayo ipo katikati. So zote hizi zimewekwa alif ni ya, lakini imewekwa alif juu, isipokuwa tu hapa umbo la ya, lakini halijawekwa alif juu. Kwa nini? Sababu tumesema unaunganisha. Kwa unaunganisha hii madda haisomwi. Kwa sababu gani? Mbele kuna hamzatul wasli. Haya. Turudi katika darasa letu sasa. Turudi katika darasa. I think tunarejea leo. Afwan, inshallah huenda tukaongeza moja, lakini sijui ikiwa kuna muda utabaki. Leo tufahamu, kesho tunaingia katika masiku ya Dhulhijja. Actually itakuwa ni nadhima kubwa sana kama pia kuna masiku matukufu alafu tusielezane hata kidogo kuhusu masiku hayo. So inshallah nategemea dakika 10 za mwisho tutaelezana kuhusu masiku ya Dhulhijja. Alafu ustadh, maddul lin si lazima herufi ya maddi au wau maddi lazima iwe na sukun. Yes. Kabla ya herufi moja, lazima iwe na alama ya sukun pale. Inakuwa ni ya sakina, sio ya maddi. Hata tuiti ya maddi inaitwa ya sakina, wau sakina. Okay. Sijashia kitabu. Tusema tunarudi darasani hapa. Na imani pia
Dokta wangu amecheka huko aliko, sababu najivunia yeye. Amesema usinitaje mwalimu. So Allah kulipe shekhe. Najisahau, unarudisha tena Qur'an badala ya kushare kitabu. Oh. Subhanallah. Haya, alhamdulillah. Nimewamute wote, maana hapa unaambiwa ningetaka kucheka kwa sauti, wangesha unmute mic. Ini hii control inanisaidia sana. Okay. Maddu arid lisukun. Tuanzie nadhani ilikuwa ni hapa. Maddu arid lisukun. Tuiongelee leo ni nini tena hii maddu arid lisukun? Jana iliwachanganya wengi. Anasema maddu arid lisukun inamaanisha madda ya muda. Actually hii tuitafsiri kama madda inayotokana na sukun. Madda inayotokana na sukun. Ya, mashafu zinatofautiana. Hilo pia nimekumbuka, kuna mtu leo kashia na mimi mashafu ya chapa ziko tofauti tofauti. Tupende kutumia chapa moja, hiyo itakurahisishia wewe pia kuelewa zile rules unazozisoma. Ndio chapa hichi kitabu tunachokisoma, ndio chapa nyingi zimeenea duniani, ni chapa ya Saudia. Chapa zake nyingi ndio zinatumika na wengi sana, wengi. Sio tuizoee mashafu hiyo, hata kwenye simu ipo, na mimi nimeshare mashafu yake katika group. Okay, so tupende kutumia ile mashafu ya Saudia, chapa ya Saudia. Hizo zote tunazosoma ziko huko. Lakini leo mtu kashare na mimi, subhanallah, chapa ya India ipo tofauti kabisa. Maana chapa ya India unakuta hata alif hawaiweki hamza juu. Alif tu inawekwa fatha hivyo. Utasoma hivyo. Lakini tunaposoma chapa ya Saudia, it means alif inawekwa hamza kisha inawekwa fatha. Hapo ndo hamza inatoa sauti. Katika tajwidi utajifunza alif kazi yake ni nini? Kuvuta. Hamza kutoa sauti. Okay? Izikuta kwenye Qur'ani hivi. Hapo utasomaje? Hamza ina fatha, then mbele kuna alif. Hapo utavuta hamza. You see? Na wala hautoitia hii hamza tena irabu iwe Okay. So kazi ya alif ni kuvuta. Aidha kazi ya hamza inakuwa ni subhanallah. Hamza ni kutia irabu. So tuirejee hapa. Leo nataka tuzirejee tu hizi hapa. Haya. Tusitumie chapa ya India. Maddu arid lisukun. Nasema inamaanisha tuisome. Hii ni madda tumeisoma jana, leo tunairudia kwa faida ya wengi. Hii madda inatokana na kusimama. Usipate sana maneno ya kwenye kitabu hapo, mengine yako Google. Inatokana na kusimama. Iwapo maddu tabi'i, kwanza asili yake maddu arid lisukun ni maddu tabi'i. Tukisema maddu tabi'i ni nini? Maddi ya asili. Maddi ya asili ni zile herufi tatu, alif madda, waw madda, ya madda. Herufi tatu za madda zile ndio maddu tabi'i. So asili yake ni zile herufi tatu, vile zilizopitishwa kwenye maddu tabi'i, isipokuwa ni nini? Maddu tabi'i yenyewe inavutwa haraka mbili, period. Okay, haya inshallah nitaituma tena hii mushaf kwenye group. Maddu tabi'i inavutwa haraka mbili tu. Sasa tofauti ya nini? Kwamba imekuja kuwa maddu arid lisukun. Tofauti ni hii hapa. Hii ni kwa sababu ya kisimamo. Ukiwa unasimama ile maddu tabi'i, lakini ikawa imebakisha herufi moja mbele. Maddu tabi'i lakini imebakisha herufi moja mbele, usimame. Kisimamo ambacho kitakufanya usimame na nini? Na sukun. Kanuni za kusimama: fatha, kasra, dhamma. Kasratain, dhammatain, unasimama na sukun. Itakufanya usimame na sukun. So muda huo hiyo madda inabadilika, inaitwa maddu arid lisukun, na inavutwa haraka 2, 4 mpaka 6. 2, 4 mpaka 6. Inabadilika kidogo. Afwan. Haya, wewe hakuna swali kwanza.
inaitwa maddu arid lisukun. Tukaisoma tena, katuambia kwa msisitizo kabisa, kumbuka, sio kasahau hili, tumeeleza nyuma. Maddi hii inapatikana ikiwa msomaji atataka kusimama. Okay? Msomaji atataka kusimama, achana na ataacha, atasimama pale. Lakini ikiwa hii madda ndio ina apply hapo, ikiwa msomaji atasimama, madda ipo imebakisha herufi moja usimame, hapo ndio inaitwa maddu arid lisukun. Lakini ikiwa msomaji hatosimama, yeye ana pumzi ndefu, akaona aunganishe na aya ya mbele, hapo inabaki kuwa maddu tabi'i. Na vile vile maddu tabi'i inavutwa haraka ngapi? Haraka mbili. Mfano, bismillahir rahmanir rahim, sijil, hiyo ni maddu arid lisukun. Nikisema sijil, hapo nimefanyaje? Nimesimama na sukun. Tarmihim bihijaratin min sijil. Mushaf za hukumu, actually subhanallah, na nimekaribia kumwagiza Ukhti Wema hizi mushaf. Ukhti Wema yuko Oman na yeye amejitolea kwamba zikifika tu watu wangapi tukazichukue. Ni mushaf nzuri sana. Ndani yake kuna kila hukumu zimeandikwa na jina. Wallahi mimi na enjoy hii mushaf. Nitoe bila hapa. Mimi na enjoy sana hii mushaf sana. Kwa nitapenda kama na wewe utaweza kuichukua. You see this mushaf? Nilielezea siku moja. Inauzwa, I think aliniambia usafiri ni 55. 55,055. Hii mushaf ni nzuri sana. Hii rangi unayoiona hapa ni kisa kingine, hii njano ni kisa kingine, na kila mahali umeandikiwa hii ni maddu gani. Inakuandikia hapa. Subhanallah. Hiyo nikutafutie hapa madda tunaisoma sisi. Ila sidhani kama utaona huko mbali sana. Lakini imeandika kila jina la madda. Mfano tu hii. Hautaona, ila najaribu tu wewe mwenyewe kufanyia hivyo. Wa awainahuma, juu kumeandikwa madda mbili. So, hautovuta haraka hata 4 hapa. Ni 55. So, inshallah mimi nijisahau kweli. Wengi sana wale ambao naitaka paka nikapata pressure ile kwamba hebu ngoja kwanza nitakusanya order siku nikiwa free. So inshallah nitatuma tena kwenye group ambao watakuwa wanataka, sasa nitakuwa naorodhesha majina yao. Maji nzuri sana. Yaani it means wewe auto tena changanyikiwa, hapa ni nini, hapa ni nini. Tutakuwa tunafahamu hii ni haraka mbili, hii haraka 4 mpaka ngapi. Okay? Sijilin, lakini vizuri zaidi jifunze, okay? Jifunze hapa darasani. Uelewe, hata ukikutana na mashafu yoyote wewe utaweza kusoma. Kwa ambao mko mbali mnaweza mkaagiza kwenye kuagiza sio nini, Amazon pia niliziona online. Tutajaribu tena kuzitafuta zile. Kwa ziko hata online Amazon kwa mtu ambaye atahitaji kuagiza online. Ukipata ile link inshallah tena nitashare na nyie ya Amazon. Sijili no, hapa inaitwa sijil. Na inavutika mpaka haraka 4. Ilikuwa ni maddu tabi'i, inavutika haraka 2, lakini inavutika mpaka haraka 4. Ya, itakuwa vizuri pia watu wa Oman ambao mko huko. Ukhti Wema akasema wiko wapi? Hata siku akiwa busy naweza nikawaagiza nyewe wengine. Sijili inakuwa sijil. Akhihi ni maddu tabi'i, nikisema hii mwisho it means sijasimama. Ukiwa hujasimama tu wewe inabaki kuwa maddu tabi'i. Inabadilika kuwa maddu arid lisukun ikiwa mwisho utasimama na sukun. That's why inaitwa lisukun. Akhi, hapo inavutika zaidi. Hii ni maddu arid lisukun. Alhamdulillah. Haya. Afwan. Na wahaluma jarra, hii tulisoma jana. Kisha tukasoma na madda nyingine inaitwa maddul lin. Maddul lin. Maddul lin tukasema maana ya lin ni urahisi. Kitu kirahisi, lin softness. Kitu kirahisi. Zenyewe kwa nini imeitwa maddul lin? Subhanallah, imeitwa huruful lin. Okay, inshallah pia nitapiga picha. Allah ajalie nisisahau. Maddul lin
Hurufu lin zenyewe ni kundi tofauti na zile madda letters. Zenyewe ni zinaitwa hurufu lin, herufi za lin. Tusome hapo lin maana yake ni urahisi. Hizi lin letters zenyewe kuna muda zinakuwa madda. Asili yake ni wau sakina, ya sakina ikiwa imetanguliwa na fatha. So hapa nataka utofautishe hiyo ya juu na hii hapa. Ya juu na hii. Tofauti yake ni nini? Hii wau sakina kabisa, sio wau madda. Hii ni wau sakina na ya sakina ikiwa nyuma yake kuna fatha. Okay? So kiufupi tutasomaje? Labda ya sakina nyuma yake kuna fatha. Tutasema labda shai, you see, shai au wai. Hivyo herufi ya nyuma wau ina fatha, then ya ina sukun. Hivyo mfano, au shai, shin ina fatha. Sharti herufi ya nyuma iwe ina fatha, haijalishi herufi gani. Na mbele ya tu hiyo ikiwa na sakina. Lakini sasa muda gani inavutika? Hiyo ndo sifa ya lin. Insha Allah hii tena ina darasa nyingine mbele. Okay, hii tena ina darasa nyingine mbele. Tutaikuta hii lin, herufi za lin. Zinaitwa herufi za lin sio tu kwa sababu ni madda, pia ina jambo lingine mbele tutakuja kulisoma. Sasa hizi herufi za lin muda gani pia zinakuwa madda? Anasema kanuni ni ile yenyewe ni wau sakina, ya sakina nyuma ina fatha, lakini ikiwa mbele imebakisha herufi moja. Mbele imebakisha herufi moja usimame. Kama tulivyosoma hapo juu, lakini tofauti ni nini? Hii ni wau sakina kabisa, inavutwa na fatha. Ya sakina inavutwa na fatha. Sio nature. Kwa sababu nature wau inavutwa na dhamma juu. Hiyo ndo wau madda. Ya inavutwa na kasra. Ila. Hiyo ndo ya madda. Lakini hii ni wau sakina inavutwa na fatha. It means hapo ni sakina wala sio tena tuiti tena wau madda hapo. Ya sakina inavutwa na fatha. Kwa hizi tofauti yake na hilo kundi la maddu aridh lisukun ni nini? Hizi ni wau sakina, ya sakina, lakini hizo za juu ni nini? Maddu aridh lisukun zenye ni wau madda, ya madda, alif madda. Ni herufi za madda asilia. Hizi sio asilia kwa sababu nyuma yake kuna fatha. Zinaitwa lin letters. Usomaji wake anasema ikiwa lin letters imebakisha herufi moja mbele usimame, msomaji anatakiwa kuongeza muda wa kuvuta. Atavuta haraka 2, 4 mpaka 6. Tuone mfano wake. Mfano japo tulisema tutafute. Mfano ukisema khawf, kisimama wa amanahum min khawf. You see? Inavutika pale. Hii inakuwa kwa sababu gani? Ina sifa inaitwa wepesi, legevu. Inajilegeza, inamwekea mkono wa pembeni yake, alafu inamwekea kichwa, inalala hapo. Imeegemea mahali. Tumesoma egemeo sijui utotoni sana hivyo vitu. Uzito uko wapi? Egemeo liko wapi? Kwa hii ilikuwa ni egemeo. Oh, okay, leo tumefanya marejeo haya. Hakuna shaka. Hiyo lazima leo tutaelezana hapa. Kisha kuna albaiti. Nikisema tu albaiti sio madda tena. Anasema if the reader will not stop. Ikiwa msomaji hatosimama. Angalia mwisho hapa. Msomaji asiposimama, no madda will apply. Kama vile kule juu. Madda hakuna. Itabaki kuwa yas, ya. Itabaki tu kuwa ni herufi ya lin, lakini madda hakuna. Hakuna kinachobadilisha jina la lin. Okay? Ikiwa tu wau sakina nyuma kuna fatha, ya sakina nyuma kuna fatha, inaitwa hivyo lin letters. Lakini madda hakuna hapo. Haitakuwa madda hii. Ikiwa muunganisha wewe. Wa amanahum min khawfin. Umezalia khawfin bismillah. Umeunganisha hujasimama, hakuna madda. Falyabudu rabb hadha albayt. Ukisimama inavutika. Na kima cha chini tulisema kadiria zote vuta tu haraka 4. Okay, haraka 4.
Mfano mwingine wa mwisho tunasema waswaif. Alhamdulillah, Allahumma barik. Hili ni somo zuri sana, somo la mada, na ni jepesi sana, yani jepesi sana. Mimi sitoki kulifundisha sababu yani ni kitu chepesi. Jua siku zote wanadamu wameumbiwa hivyo, penda kitu chepesi. Hii ni nyepesi sana. Alhamdulillah. Haya, kama kuna swali kwanza, ikiwa hakuna swali, I think tutaingia katika mwingineyo kuelezana kwa ukubwa zaidi. Tunaingia katika masiku ya Dhulhijja. Masiku 10 ya Dhulhijja yanaanza kesho. Masiku bora sana. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuitafsiri aya Allah aliyosema walayalin ashr. Sual, na nimesha unmute huko, unaweza unmute mwalimu. Kwa hivyo maddu tabia inatokea kwa kuunganisha, na ukisimama inatoa maddu aridh lisukun. Lakini maddu tabi'i haitegemei tu ukiwa unasimu, sio tu inatu ukisimama. Uwezi kusimama popote pale kwenye maddu tabi'i, no. Mfano tuangalie maddu tabi'i hapa. Maddu tabi'i ni hii hapa. Sasa hapa kwenye mfano mwingine hii tarmihim, hapo utasimamaje tarmihim, alafu utoe maddu. Hii ni maddu tabi'i, hapa ni maddu tabi'i. Okay, so hapa hata usimame vipi haiwezi kubadilika kuwa maddu aridh lisukun. Au utasema tarmih, no, hapo wenyewe umekosea. Uweze kusimama katikati hivi. Hebu usimame katikati, umebakisha herufi moja hujaimaliza. Kwa huwezi. Kuna kanuni za kusimama, simama mwisho wa neno kabisa. Kwa hii hapa hata haiwezi kuwa maddu aridh lisukun. Kwa hapa maddu aridh lisukun lazima iwe imebakisha herufi moja. Kama ingekuwa hapa sawa, kwa imebakisha tu herufi moja mimi, kama tulivyoiona hiyo ya nyuma yake hapa. Okay, so muda wote kwamba maddu tabi'i ukisimama tu hiyo inaitwa maddu aridh lisukun, kama tulivyoiona hapa sawa. Hapa sawa, hii tukaiita maddu tabi'i ikiwa tunaunganisha ma'kulim bismillah, lakini ikiwa nasimama inaitwa maddu aridh lisukun, ma'kul, sawa. Lakini hii au hii huku bihijaratin, huko kanaambia bihijah, anallah, no, hapa Yesu kwa maddu aridh lisukun, sharti ingekuwa ni bado herufi mbili mbele. Alhamdulillah. Swali lingine, bado tuna dakika 2 ya swali, alafu tutaingia katika mengineyo. Hapana, hakuna swali. Okay. Mwalimu, nina swali. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Na pia hiyo mad aridh lisukun ikikutana na herufi ya kala ukiwa unaigonga inakuwa hivyo, ni mad aridh lisukun. Maddu aridh lisukun mwisho kuna qalqala, yes, bado inabaki vile vile. Alladhina taghaw fil bilad, see, bado inabaki kuwa maddu aridh lisukun hata kama mbele kuna qalqala. It means tumebakisha herufi moja mbele, usimame, yenyewe iko hapa kwenye bila, isina kuvutika, inabaki kuwa maddu aridh lisukun. Mashaallah, swali zuri sana. Okay. Naam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Na swali langu nilikuwa nauliza tu hizi siku 10 hizi za Dhulhijja. Naam. Je, tunaruhusiwa kufunga zote, ama unaweza ukafunga mbili afu ukasubiria Arafa, au utafunga siku 8 na Arafa, ama ni vipi? Okay. Mashaallah. Haya, shukran brother Abdul. Ngoja tuwekane sawa hapa katika masiku ya Arafa.
Bismillahirrahmanirrahim. Hii I think tushaingia kwenye mengineyo. Ni saa 3 na dakika 40 hapa. Ni saa 3 na dakika 40. Afwan, ni mute wote ili niweze kuzungumza vizuri nisikike. Actually Allah anasema walayalin ashr. Walayalin ashr means na masiku 10. Allah subhanahu wa ta'ala ameyapia masiku 10 ni masiku 10 ya Dhulhijja. Masiku 10 ya Dhulhijja. Okay, afwan. Masiku 10 ya Dhulhijja. Haya masiku 10 yanafafanuliwa na hadithi. Kwa nini masiku hayo 10? Qur'ani inafafanuliwa na nini? Na maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yeye ndo anakuja kuyaelezea vizuri kwa nini hayo masiku 10. Mtume akasema ma min ayamin al-a'malu salih ahabbu ila Allah min 10 ayami Dhulhijja, min ayami al-ashr Dhulhijja. Hakuna masiku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayapenda matendo mema kuliko masiku 10 ya mwezi mtukufu wa Dhulhijja. Maswahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakashtuka kidogo. I think hata wao umeshtuka umedhani Ramadhan, hata Ramadhan. Okay. Maswahaba sasa wakashtuka, kwa hakuna matendo yanapendeza hata aliyekufa jihad katika matendo mema kipindi hicho cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kipindi hicho ilikuwa ni mtu akifa shahidi, yeye huyo mtu hauwezi mfananisha na mtu yoyote yule aliyofanya tendo jema, kwa sababu hata aliyekufa jihad, Mtume akasema hata aliyekufa jihad, ila kama amekufa katika masiku hayo. Okay, kwa ni masiku bora ambayo hayana mfano wake. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajasema hata isipokuwa masiku, sifananishi isipokuwa na masiku ya mwezi wa Ramadhani, no, au na mwezi wa Ramadhani. Yani masiku haya 10 ni bora kuliko hata mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa nini ni bora? Ni bora kwa sababu kwanza, nguzo pekee katika Uislamu ambayo inafanywa only katika masiku hayo tu, haijirudii, ni siku hiyo tu, ni nguzo ya 5 ambayo ni nguzo ya hija. Actually shahada tunaweza kutamka muda wowote, swala tunaswali muda wowote, zaka unatoa muda wowote, kuna zakatul mal, kuna zaka, zote hizo tunazitoa. And then kuna Ramadhan, funga unaweza ukafunga muda wowote. Ibada ya hija hata uende Maka wewe vipindi vingapi, bado unakuwa hujafanya hija ambayo ni nguzo ya Uislamu mpaka katika masiku hayo. So huo ni ubora, na ndani yake kuna siku tukufu. Siku hiyo tukufu ni siku ya gani? Ni siku ya kuchinja, ambayo ni ile siku yenyewe ya Eid, siku ya kuchinja. Acha na hiyo, kuna siku ndani yake, siku ya Arafa. Lakini mimi kikubwa nilichotaka kuwahusia kabla ya masiku hayo 10, tunaenda kufanya nini? Cha kwanza ni nini cha kufanya? Kwanza unatakiwa usafishe nyumba yako kabla ya kuingia mgeni. Okay? Safisha nyumba kabla ya kuingia katika yani moyo wako, usafishe moyo wako. Samehe kila mtu. Hayo masiku 10 ambayo ni bora kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyoeleza. So jitahidi kwanza usafishe moyo wako, ujue kabisa naingia mimi kesho hali ya kuwa haya masiku 10 mimi dua zangu zote basi Allah atazikubali ndani ya masiku haya. Allah ameyapia masiku haya. Okay. Sasa kwenye swali nadhani nimeulizwa hapo, Ustadh, ni nini Arafa? Na ipi siku ya Arafa? Na kwa nini watu wanatofautiana? Ni nini Arafa? Okay. Arafa, subhanallah. Arafa ni ile siku ya 9 katika masiku ya Dhulhijja. Hiyo ndio siku inaitwa Arafa. Nayo ni siku bora sana. Hiyo ndio siku ambayo Allah alikamilisha dini ya Uislamu. Hiyo ni siku bora ambayo actually hatuwezi kuifananisha na siku nyingine tena yoyote kwa ubora wake. Tukiongelea masiku 10 ya Dhulhijja, hayo masiku 10 tu ni ndani yake Allah subhanahu wa ta'ala amewasamehe, alimsamehe Nabii Adam. Ubora wa masiku hayo 10, matukio, tunasema matukio yaliyotokea, lakini pia Allah alimpa amri 10 zile Nabii Musa. Nabii Nuh alikamilisha kutengeneza safina. And then siku hiyo sasa, siku ya 9 ambayo ni siku ya Arafa,
Hiyo siku Allah subhanahu wa ta'ala alikamilisha dini ya Uislamu. Ni siku bora. Kwa hiyo tukiuliza ni siku gani ya Arafa, Arafa ni ile siku ya 9. Ni nini Arafa? Arafa wengi wanasema ni kisimamo, siku ambayo mahujaji wanakuwa wamesimama katika viwanja vya Arafa. Wao wapo katika viwanja vya Arafa, sisi huku tunaungana nao kwa kufanyaje? Kwa kufunga. Wao wapo kwenye jua kali na joto katika viwanja vya Arafa, kwa hiyo huku unashirikiana nao kwa kufunga hiyo siku hiyo. Hiyo ndio siku ya Arafa. Na kwa nini watu wanatofautiana? Watu wanatofautiana kutokana na mwezi, na hili jambo lipo kimataifa zaidi. Hili jambo lipo kimataifa zaidi. Actually Allahu a'lam katika hilo. Lakini anayesema mimi nitafanya kutokana na mufti alivyonielekeza wa Tanzania, una uwezo akafanya. Mimi nitafanya kutokana na mwezi Saudia unavyoenda, it means kwamba kule amesimama Arafa, mimi nitasimama, una uwezo wa kufanya hivi. Na wote wapo sahihi. Wote wapo sahihi. Umeamua usile Eid ufunge Arafa au umeamua ufanye Arafa, so kama zitatofautiana, lakini wote wapo sahihi. Kwa uoni wangu kiniuliza mimi hapa siku ya Arafa ni ipi, basi nitakwambia ni ile siku ambayo mahujaji nao wamesimama katika viwanja vya Arafa. Japo hilo swala lipo kimataifa, it means kwamba miezi imetofautiana, eti masiku yanatofautiana, masaa yanatofautiana, so bado sana hata mimi najaribu kujiuliza swali kama unalojiuliza. Kwa nini lakini mbona na Saudia tuko pamoja? Kwa nini tusifanye? Kwa nini tusiungane pamoja? Lakini Allahu a'lam, kila anayesimamia msimamo wake ana dalili yake. Okay. Kwa hiyo wewe pia ukiona mimi bado elimu yangu changa, nitamfuata mufti. Mufti ana dalili ya kwa nini hii bado haijawa Arafa. Okay. Yeah. Kwa tusiende sana huko, bali Imam Shafi siku moja aliulizwa madhhabu yako ni ipi, akasema idha sahha alhadithi fa huwa madhhabi. Inaposihi hadithi kwangu mimi, hiyo ndo madhhabu yangu. Hadithi inaposihi mimi nimeona this is right, basi hiyo nitafuata. Kwa hata wewe mwenyewe utakuwa uko akili za kuzaliwa changanya na maji, si kwa wewe mwenyewe tu hii na hii, okay, lakini mimi naona hapa Allah niongoze. Okay, yeah, yote haya yana dalili na yote hayo ni njia rasmi. Kwa sisi hapa Tanzania yetu sio dola ya Kiislamu. Ingekuwa Rais Samia amesema haya kuanzia sasa hivi BAKWATA ndo atatoa amri zote za Waislamu Tanzania, sisi tungekuwa radhi na tusingekuwa na shida kwamba okay, nchi yetu tumeshawekewa dola yetu ya Kiislamu kwamba sisi tunatakiwa tumfuate huyu hapa, na tungefanya hivi. Lakini bado Tanzania inaifahamu BAKWATA, Tanzania inaifahamu Ansar, Tanzania inaifahamu Basuta, ziko imamu ya shura ya maimamu, Tanzania inazifahamu zote, haijaisajili tu BAKWATA. Kwa hizi zote zipo chini ya Tanzania, sio dola ya Kiislamu. Kwa hiyo ukiona huku kunafaa, ili mradi bado sio dola ya Kiislamu, una uwezo wa kufuata huku, bado haujawekewa sheria rasmi ya kwamba sasa wewe fuata tu huyu, hizi zingine tunazifuta. Kitokea hivyo basi hata sisi tusingekuwa na dhima kwa Allah subhanahu wa ta'ala, sababu tunajua okay, wa kuulizwa ni huyu hapa. Lakini huwezi ukampa mtu mtihani wa kuulizwa na Tanzania haijaainisha hilo kwamba sisi hatujapokea Ansar. Okay, kwa yote Allahu a'lam. Swali lingine na kwa tunaruhusiwa kufunga zote. Okay, kwa hiyo tunaanza kesho, ndo tunaanza Arafa. Hati subhanallah, tunaanza na siku 10 ya Dhulhijja. Okay, hii kwa swali kufunga siku za Arafa, actually unaweza kufunga kadri unavyoweza. Unaweza kaamua ufunge 1, 2, 3. Unaweza kaamua usubiri wewe ufunge siku ya Arafa. Beta zaidi, amali iliyo bora kuliko matendo yote ni saum. That's why tumeambiwa tufunge, sio kwamba wewe okay,
nisipofunga mimi basi sijaipata Dhulhijja. Hilo ni tendo bora. Allah anasema as-sawmu li, hiyo ni hadithi al-Qudsi, saumu ni yangu mimi na mimi ndiyo nailipa. Wote na mji ambavyo kama wewe utaswali utawaza, unajua kabisa hapa itoka nje ya swala na maksi zangu zimepungua, lakini katika saumu Allah ndo anakulipa. That's why tumeambiwa tufunge masiku haya, katika masiku haya. Lakini unaweza hujafunga, una udhuru, ukatoa tu sadaka, sio lazima kufunga. Toa tu sadaka, ukawaandalia waliofunga iftari, wewe tu ukafanya tu adhkari, ukasoma Qur'an, ni matendo mema. Kitendo jema zaidi ni saumu. So unaweza ukaamua tu mimi ngoja ni simame na tendo jema katika masiku haya kuu. Okay, alhamdulillah rabbil alamin. So tunaweza kusimama hapo dakika 51 kwa darasa yetu imekula muda mrefu, lakini kukumbushana tunaingia katika masiku hayo 10. Alhamdulillah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Shukran sana. Ukisema maneno yangu mazuri unasema Allahumma barik. Isije siku tena sitamani yale tena. Haya, kwa tusisahau kusema Allahumma barik au masha Allah. Shukran, ma'asalam. One day inshallah we're gonna see together in Jannah.